Kwa jina naitwa Paulo Mikasi Ibamba, ni mkaaji wa kijiji cha Bikonge, maeneo ya Luhafwe Western. Kwa takwimu sahihi, zoezi hili linaenda vizuri, linapata taratibu zote. Waliojiandikisha awamu ya kwanza wanaangalia picha yako, unapigwa picha, na hatimaye kesho tunaenda kupewa maeneo ya makazi mapya. Kwa mmekamilisha kujisajili? Tumekamilisha kujisajili na zoezi hili linaenda vizuri, linafuata taratibu zote za kisheria. Nilikuwa na shamba langu huko ambalo limeenda katika uwekezaji. Sasa nimekuja kujiandikisha nikapata eneo lingine ambalo katika makazi mapya. Zoezi tumemaliza, tumejiandikisha. Tunasubiri siku ya kwenda kuonyeshwa. Na siku ya kuonyeshwa mmeambiwa ni lini? Nimeambiwa nije kesho. Sawa. Taratibu zinafuata sasa. Na utaratibu wa uandikishaji unaonaje? Ni mzuri mno. Mzuri mno. Watu wanapitia katika waliohakikiwa, hata hawajahakikiwa wanaangalia kama uko katika maelezo wanachukua basi na kwa hivyo. Ni viambata gani ambavyo mmetakiwa kuja navyo leo? Viambata vya kuja navyo ni kadi ya mpiga kura pamoja na namba ya NIDA. Tunawashauri waje wajitokeze kwa sababu hili zoezi lipo na limeanza muda mrefu, sio la jana wala sio la leo. Na serikali imetenga maeneo mengine ya kuhamia. Tunawashauri watu waje tu. Hapa tulipo hii tumeingia kwenye mitaa ambayo mtaalamu ataanza kuonyesha mitaa ya kuna viwanja kwa ajili ya kuhamishia wale wananchi ambao tunawahamisha kutoka kule, lakini pia kuna maeneo ambayo tumeshayapima kwa ajili ya mashamba. Hayo mashamba yanaanzia eka 6 mpaka eka 10. Kwa kila mtu ambaye atahamishwa kutoka kule atapewa kiwanja na atapewa shamba katika maeneo haya. Kwa hiyo na hati tumeshaanza kuziandaa kuhakikisha kwamba wale wote wanaohamia huko watapewa hati bure na serikali ili waweze kuhamia katika maeneo yao mapya ambayo yamepangwa. Kwa sababu eneo hili kuanzia tulipoanzia kule yana GN na eneo hili ni eneo la kimji, sio kama eneo la kijiji. Kwa hiyo huku tutakuwa tuna mitaa. Naomba nimkaribishe mtaalamu atoe ufafanuzi. Mimi kwa jina naitwa Musa Mpima Mteule wa wilaya. Kwa niaba ya mkurugenzi amenipa nafasi hii kuwajulisha hapa tulipo tupo na sehemu gani. Hii barabara tuliyopo inatenganisha maeneo ya makazi na maeneo ya mashamba. Kwa hiyo huku upande wa kushoto ni maeneo ya makazi, viwanja vya makazi. Upande mwingine ni mashamba. Kwa hiyo hili ni shamba mojawapo ambalo ni eka 6 linaenda paka huko ni mashamba. Na kwa mbele kwenye barabara kubwa kuna barabara nyingine ya mtaa inatenganisha eneo la makazi na mashamba. Kwa hiyo huku kulia ni makazi, huku ni mashamba. Iko tu ni sambamba na hii. Iko hapa inaenda hivi, tutaiona. Kwa hiyo jumla ya viwanja ambavyo vimepimwa mpaka sasa hivi ni viwanja 711 ambavyo vinaanzia hapa na vyote vimekatwa mitaa. Na mashamba ni 946. Kwa hiyo baada ya hiyo barabara kwenda kule ni mashamba kama ekari 2000 na kuna ekari zingine kama 6000 za mashamba zinaenda kule. Na barabara zinazotenganisha makazi na mashamba zimeshachongwa tayari. Kwa hiyo sasa hivi tuko kwenye ugawaji. Wale wananchi ambao wako tayari tunampa kiwanja anafika. Kwa hiyo sasa hivi wako tayari kuanza kuhamia kwa sababu hapa barabara zipo, anaweza akajenga, miti ipo ya kujengea. Kulingana na taarifa tulionayo, anasema mmepima viwanja mashamba 946, si ndio? Wakati taarifa inaonyesha mashamba ni 711, viwanja 946. Tulichokipima ni kikubwa kuliko mahitaji, na katika upimaji una awamu hizi mbili. Kuna ule upimaji wa jumla ambao una mashamba 900, lakini yale ambayo yameanzwa sasa hivi kwa awamu ya kwanza ndio yako 700 na ili kuweza kukidhi uhamishaji wa watu 648. Ndio hiyo hatua ambayo tulionayo sasa hivi. Hata ukienda kwenye viwanja utaona viwanja na vile ni vingi kuliko idadi ya, lakini eneo lililopimwa na kuchukua survey ni kubwa zaidi kuliko yale mahitaji tulionayo. Zoezi hili limefanyika katika eneo hili. Kuna maeneo ambayo yametajwa hapa kwamba waliopewa hamasa ya kuja kupata viwanja na mashamba katika eneo lililoandaliwa ni wananchi kutoka eneo la Mnyamasi Western, Misanga, Luhafwe na Igalukilo. Nilikuwa nataka kujua vijiji hivi au vitongoji hivi viko kwenye eneo rasmi au ni watu ambao walikuwa wapo katika makazi yasiyokuwa rasmi. Swali la pili, kama jinsi ambavyo
mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya Tanganyika amelieleza kutokana na kile kilichokuwa kimechagizwa kidogo na mbunge wetu Mheshimiwa Haidari Sumri ambaye ni mjumbe wa kamati tendaji ya taifa, kwamba zoezi linaloendelea ni kwa wale wakazi wa maeneo yaliyotajwa, na mimi nimeyataja katika swali langu la kwanza. Swali langu, je, wale baada ya utaratibu huo kukamilika, wakazi kutoka maeneo mengine wanatarajiwa au waje lini kwa ajili ya kuanza pengine nao kujipatia maeneo katika eneo hili? Eneo hili ni eneo la serikali na eneo hili lina GN na GN hii inasema ni eneo la uwekezaji. Kwa sababu lina GN, kuna watu ambao walikuwa wamevamia. Sasa wale watu waliokuwa wamevamia katika haya maeneo, sisi ni serikali na wale watu ni wa kwetu. Tukasema hatuwezi kuwafukuza kwa sababu eneo hili bahati nzuri au mbaya limezungukwa na misitu. Kuna misitu ya TFS lakini kuna misitu ya kijiji. Manake ukiwafukuza bila kuwapanga, wataenda tena kuharibu misitu aidha ya TFS au misitu ya vijiji. Kwa tukaona ni bora kuwahamisha, kuwatoa hapa na kuwapanga katika maeneo haya haya. Kwa hiyo baraza la halmashauri likakubaliana litoe hekari zaidi ya 6,000 kwa ajili ya kuwapanga hawa wananchi ili wakae katika maeneo haya haya pamoja na wawekezaji, ili na wenyewe waweze kupata manufaa ambayo yanaweza kupatikana kutokana na uwekezaji utakaofanyika hapa. Kwa hiyo ndio maana tuliamua namna hiyo. Lakini nikirejea katika swali lako la pili la kwamba je, mnaweza mkapata maeneo katika eneo hili, priority ya kwanza kabisa ni ya wale ambao wanahamishwa, kwa sababu wao ndio wamesababisha jambo hili litokee. Kwa hiyo wao watapewa kipaumbele. Endapo itatokea kutakuwa kuna ardhi ya ziada ambayo itabaki, basi tutatangaza kwa kupitia mifumo ya serikali kuambia watu waje waombe, na yeyote atakayepata ndio huyo, kwa sababu tunatumia mifumo ya serikali ambayo ipo. Nianze kwa kuwapongeza kwa mradi huu. Naamini mradi huu na kile mlichokitarajia kwetu sisi limekuwa ni darasa, na sisi naamini tunachukua ujuzi mwingine kutoka kwenu. Lakini nilikuwa na swali moja ambalo wakati nafuatilia hii taarifa alipokuwa naiwasilisha, sijaona muda maalum uliopangwa kwa maana ya kuwahamisha sasa wale watu ambao tunawahamisha ili kupisha uwekezaji kuhamia kwenye maeneo yetu ambayo tayari tunayaweka kama maeneo halali kwa ajili ya matumizi ya miji na mashamba. Sasa je, endapo wale ambao tunapaswa kuwahamisha wakaendelea kusuasua, hakuta athiri mpango mzima wa wawekezaji? Kiti tunao muda maalum ambao tumeuweka na ambao kimsingi mkoa mzima unafahamu kwamba tunayo ratiba ya kuanza kuwahamisha wakazi katika maeneo haya, na ratiba hii ilikuwa imeanza kuanzia tarehe 1 mwezi wa 7 ili kuhakikisha kwamba wanaondoka kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kama unakumbuka, wakati wa uwasilishaji wa taarifa hii imeelezwa kwamba tulifanya kikao na wawekezaji ili mwezi wa 7 huu waje waanze kazi za kwao za uwekezaji katika maeneo haya, kwa sababu mwaka huu wanataka kuanza uwekezaji. Kuna mmoja anataka kuanza hekari 2,000, mwingine ana hekari 2,400 na mwingine ana hekari 4,000 kwa ajili ya kuanza kuzalisha mbegu katika msimu huu wa kilimo unaokuja ambao unaanza mwezi wa 8. Kwa hiyo sisi tunatarajia kwamba ifikapo mwezi wa 8 zoezi letu zote tumelikamilisha na shughuli zingine zote zinaendelea. Kwa asili maeneo ya wakazi wa maeneo haya walio wengi kama jinsi ambavyo nimewaandalia ni wakulima, ni wafugaji. Lakini kwenye taarifa tumeona kuna eneo la makazi, kuna eneo la kilimo. Eneo la malisho hatujaona. Hili nalo likoje? Katika eneo hili tumelitenganisha kidogo kwa sababu maeneo ya kilimo mara nyingi hayataki kuwa karibu na maeneo ya ufugaji. Tunazo hekari zisizopungua 3,000 ambazo ziko nje kidogo ya eneo hili ambayo tumelitenga kama halmashauri kwa ajili ya shughuli za ufugaji. Kwa hiyo maeneo ya ufugaji nayo tumeyazingatia, yapo kwa ajili ya ufugaji, lakini tumeyaweka mbali kidogo ili kuepusha migogoro ambayo inaweza kujitokeza. Asante sana. Niwapongeze sana mwenyekiti wa halmashauri na mkurugenzi na timu yako yote. Ni mradi mzuri sana na unaoweza kuwa una somo zuri na kwa halmashauri sio zetu tu, nadhani ni zaidi ya Tanzania. Sasa unaweza wakajifunza kwa mradi kama huu. Tulikuwa tunauona ni mji ambao unakwenda kutengenezeka vizuri kabisa, kwa sababu sehemu nyingi tumekuwa tuna changamoto za squatter. Upimaji unakuja baada ya squatter, lakini tayari huu ni mji ambao utakuwa na kaya zaidi ya 700. Kwa hiyo hii yani ni center kubwa sana ambayo itakuwa ina huduma nyingi za msingi.